Mtazamaji, tunaendelea kukukaribisha katika kipindi cha Sabasaba Special. Tuko ndani ya viwanja vya maonesho maarufu kama Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Muda huu ninavyoongea na wewe niko katika banda la BRELA. Hawa ni wakala wa usajili wa biashara na leseni. Wako katika maonesho haya wakija na elimu ama huduma mbalimbali. Na leo tunaenda kusikiliza ama kuzungumza na mtaalamu katika upande wa leseni za biashara. Ana mengi ya kuzungumza na wewe mtazamaji, lakini na wewe Mtanzania, hususan wewe mfanyabiashara ambaye pengine ungependa kutamani elimu ama huduma hiyo katika upande wa leseni. Karibu Sabasaba 2026, karibu katika banda la BRELA. Kwa majina naitwa Patrick Peter Sabuni, ni afisa leseni kutoka wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. BRELA tupo kwenye maonyesho haya ya Sabasaba. Tuko na huduma mbalimbali ambazo tunazitoa kwa wateja wetu ambao wanatembelea banda hili, lakini ningependa kuelezea wateja kwenye eneo la leseni ya biashara kundi A pamoja na leseni ya kiwanda cha kati pamoja na kiwanda kikubwa. Nikianza na eneo la leseni ya kiwanda cha kidogo, cha kati na kikubwa, BRELA kwenye maonyesho haya tupo tunatoa huduma ya usajili wa kiwanda kidogo, ambapo mteja akifika kwenye banda letu tunaweza kumfanyia taratibu zote za usajili wa kiwanda kidogo na akaweza kupata cheti chake cha usajili. Mteja anatakiwa kufika hapa na andiko la mradi pamoja na nyaraka ya uthibitisho wa eneo lake ambalo anaenda kufanya shughuli ya uzalishaji. Nyaraka hizo zinaweza zikawa ni hati miliki ya hilo eneo, ama unaweza ukawa mkataba wa mauziano ama mkataba wa pango wa hilo eneo analoenda kufanya shughuli ya uzalishaji. Cha kuzingatia kwenye huo mkataba ni lazima mkataba uonyeshe na uthibitishe kwamba eneo hilo limeruhusiwa kufanyika kwa shughuli ya uzalishaji anaotaka kufanya. Kwa hiyo akifika tu na hizo nyaraka, sisi hapa tutamsaidia kwenye taratibu zote za usajili wa kiwanda kidogo mpaka atapata cheti cha usajili. Lakini pia kwa wateja wanaotaka kupata leseni ya kiwanda cha kati na kiwanda kikubwa, kwa mujibu wa sheria ya taifa ya usajili na utoaji wa leseni za viwanda, viwanda vyenye mtaji kuanzia milioni 100 kwenda juu vina hadhi ya kiwanda cha kati na kiwanda kikubwa. Viwanda hivi vinaweza kusajiliwa na raia yote wa Tanzania ama raia wa kigeni. Ili uweze kusajili kiwanda cha kati ama kikubwa, kwanza unatakiwa kuwa na jina la biashara ama kampuni uwe umesajili. Kwa hiyo ili ukifika hapa bandani, cha kwanza tutakuuliza una jina la biashara ama una kampuni. Ukisema unacho, ndipo ambapo tutaweza kuanza taratibu za kukusajilia hicho kiwanda. Nyaraka zinazohitajika pia ni lazima uje na business plan ama tunasema andiko pia la mradi. Hiyo business plan ikielezea mtaji utakao kuwa nao kwenye hicho kiwanda unachotaka kuanza uzalishaji. Utatuambia unakadiria kwa mwaka uzalishaji wako utakuwa kwa kiwango gani. Utatuambia malighafi zitakazotumika kwenye uzalishaji wa hicho kiwanda zitatoka wapi, zitatoka ndani ama zitatoka nje. Unategemea kuwa na wafanyakazi wangapi utakao waajiri kwenye shughuli zako za uzalishaji. Ukishakuwa tayari na hilo andiko, lakini nyaraka ya pili pia ni uthibitisho wa hilo eneo unaloenda kufanyia uzalishaji. Unatakiwa uwe na aidha hati miliki ya hilo eneo ama mkataba wa mauziano, na uonyeshe kwamba eneo hilo limeruhusiwa kufanya shughuli za uzalishaji, kwa maana liwe ni industrial area. Ukiwa na hizo nyaraka, ukifika hapa kwenye banda la BRELA kwenye maonyesho haya, sisi tutakusaidia kufanya huduma zote na mwisho wa siku utapata leseni ya kiwanda. Lakini pia kwenye eneo hilo la kiwanda, kwa wale wateja ambao tayari wana leseni zao za viwanda za muda wa miaka 3 na zimeshamalizika muda wake, sheria inawataka kufika hapa waweze kuuisha leseni zao. Kwenye kuuisha leseni ya viwanda pia unatakiwa kuwa na nyaraka kama ulizozitumia wakati wa usajili, lakini sasa unatakiwa uongeze na kibali kinachotoka
NEMC. Ukiwa na kibali cha NEMC na hizo nyaraka zingine, basi tutaweza kukusaidia kuhuisha leseni yako ya kiwanda na utapata permanent industrial license. Lakini pia wateja wenye viwanda vidogo, vya kati na vikubwa ambao wamesajiliwa BRELA pia wanapaswa kuwasilisha taarifa za maendeleo ya viwanda vyao. Kila mwaka unatakiwa kuwasilisha taarifa za maendeleo ya kiwanda, na uwasilishaji wa hizo taarifa ni bure kama utawasilisha kwa wakati, lakini ukichelewa basi utalazimika kulipa shilingi 50,000. Taarifa ya maendeleo ya kiwanda inatusaidia sisi BRELA kuwa na taarifa za wakati, kwa maana zile current information za kiwanda chako, tujue kwenye huu mwaka kiwanda kimeongezeka, umeongeza wafanyakazi, kama ulikuwa nao 10 utuambie sasa hivi una 20. Kiwango cha uzalishaji kimeongezeka kutoka kiasi fulani kwenda kiasi fulani. Kwa ni lazima uweze kuhuisha hizo taarifa zako. Ukisikia serikali imesema ina viwanda kadhaa, manake daftari la hizo orodha ya viwanda linapatikana BRELA. Lakini pia huduma nyingine ambayo utaipata hapa Sabasaba ni leseni ya biashara kundi A. Kwenye leseni ya biashara kundi A kwa wateja wanaotaka kuanza biashara, leseni za biashara zina makundi mawili, kuna kundi A na kundi B. Kundi A tunasema ni leseni inatolewa kwenye biashara ambazo zina sura ya kimataifa, sura ya kitaifa, ama biashara zinazosimamiwa na sera fulani. Hizo ndio biashara zenye hadhi ya klasi A. Kwa mfano, biashara zote za uingizaji wa mizigo ama bidhaa yoyote ndani ya nchi. Bidhaa yoyote unayoiona inaingia ndani ya nchi, ni lazima mtu anayeingiza hiyo bidhaa awe na leseni ya biashara kundi A kutoka BRELA.